Sera ya afya, kila kata iwe na kituo cha afya. Leo miaka 65 baadaye tuna vituo vya afya havifiki 3,000 nchi nzima. Hivyo ni kuchanganya na vya serikali, vya mashirika binafsi, vya kanisa na nini. Hiyo ni sera ya afya. Wamechukua miaka 65 kujenga vituo vya afya, havifiki hata 3,000. Sasa ili wajenge vingine 3,000 wanahitaji miaka mingine 65. Yaani miaka 65 barabara ya kutoka Iringa kwenda Dodoma sio kama ni mashimo. Hiyo ni miaka 65 wamefika. Kwa ili waje kijijini kwenu na kwenye kufikiwa rami, you need another 65 years. Tutakuwepo? Mko tayari kuvumilia huo ujinga kwa miaka mingine 65? Miaka 65 wametengeneza ajira 500,000. Kwa ili watengeneza ajira 1,000,000 wanahitaji miaka mingine 65. Na sasa hivi sisi tuko 1,65,000 na Tanzania ni nchi ambayo watu wanazaliwa kwa kasi. Kwa hiyo mpaka miaka 65 mingine ndio watakuwa wametengeneza ajira 1,000,000, wakati huo wa Tanzania watakuwa 1,100,000 na kitu 200. Inawezekana hicho kitu? Kwa sababu hamwezi kutengeneza hata toothpick. Viwanda vyote alivyoviacha Mwalimu vyote vimekufa. Alimsikia mtoto mmoja wa shule hapo, hajui hata wajibu wa mbunge, anasema John Heche amesoma shule ya Bulima ya wazazi. Ni kweli mimi nimesoma Bulima, lakini Bulima haikuwa shule ya wazazi then. Ilikuwa shule ya bodi ya pamba. Sisi ndo wameipora sasa hivi, wameifanya kuwa shule ya wazazi, na tukishinda nchi tu vitu vyote hivyo tutavirudisha serikalini siku hiyo hiyo, ikiwemo ofisi wanazozikalia. Siku hiyo hiyo zote zinarudi serikalini, zote wataenda kupanga mtaani huko. Mimi sijasoma shule, siwezi kusoma shule ya CCM mimi. Ningeacha shule yake ya Mungu. Hii akili yangu mnavyoisikia inaweza kusoma shule ya wazazi ya CCM. Mtoto wewe, acha ujinga wako. Mwalimu alijenga pale Bulima, pale kulikuwa na nasa jineri pale. Inachukua pamba. Inachakata pamba, inaondoa mbegu, inatengeneza linti, inatengeneza mafuta, inatengeneza nyuzi. Zile nyuzi zinatoka pale zinaenda Tabora, zinatengenezwa kaki kama hizi zinatengenezwa. Leo tunapoagiza kaki kama hizi, ina maana wale vijana ambao ungemaliza hapa elimu ukaajiriwa kwenye kiwanda, ina maana ajira yako imepelekwa wapi? Huko China tunakoagiza vitu hivi. Na kiwandani, ndugu zangu, vijana wa chuo, kiwandani ndio anaajiriwa kuanzia mtu mwenye degree mpaka yule asiyekuwa na degree wa mwisho kabisa. Kwa sababu kiwandani kuna engineer, kiwandani kutakuwa na technician, kiwandani kutakuwa na afisa uajiri, lakini kiwandani kutakuwa na mbeba mizigo pale. Kiwandani kutakuwa na mama ntilia anayewauzia wafanyakazi wa kiwanda pale chakula, sio? Mimi nimesoma pale Msoma Sekondari, inaitwa Msoma Alliance. Pembeni tulikuwa na kiwanda cha Mutex, Msoma Textile Industry. Maelfu ya watu wameajiriwa pale. Sasa kama nyie hamna viwanda, mimi nimezaliwa, nimemkuta babangu alikuwa na miliki kauchumi, alikuwa na Land Rover za zamani zile. Tunanunua tairi za General Tires za Tanzania. Leo tunaagiza hadi tairi ya bodaboda tunaagiza kutoka China. Ina maana bodaboda akiishiwa na tairi Kiroro vijijini, kijiji chochote, kuna kijiji nchi ya kina bodaboda hakipo, sio? Yaani kijiji chochote tairi kimwishia bodaboda, hiyo ile inaenda moja kwa moja China kuagiza mzigo. Lakini fikiria kwamba hapa Iringa hapa
tulikuwa na watu wanaitwa, kulikuwa na kiwanda hapa cha tairi kinaitwa cha kutengeneza retread. Kilikuwa kinaitwa nini? Yes. Kama kiwanda hiki kingefunguliwa hapa, ina maana boda boda akiishiwa tairi hapo, kiwanda kinazalisha tairi hapa, hiyo hela ingetoka Tarime ije hapa Iringa, ingekuajiri wewe mkazi wa Iringa. Wewe ukipata hela ungejenga nyumba hapa, ungemwajiri fundi, ungenunua simenti ndani ya nchi, na yenyewe ungemwajiri mtu mwingine kwenye kiwanda cha simenti. Ndivyo uchumi unavyotengenezwa. Kama una uchumi ambao umetoboka matundu, tunaagiza magunia. Juzi nilikuwa Lindi, tunaagiza magunia kubebea korosho kutoka Pakistan, tunaagiza mchele kutoka Pakistan. Unatengenezaje ajira kama huwezi kujitosheleza kwa chakula? Unawezaje kujitengenezea ajira? Sisi namba moja, tutawekeza kwenye kilimo. Na mimi najua vijana mpendi kilimo, mnaogopa. Hatuzungumzii kile kilimo kigumu cha jembe la mkono. Mimi najua, mimi mkulima. Wangapi mnajua hivi? Mimi nafuatilia. Mimi nafuga na nalima. Hapo Mafinga na shamba la parachichi za kuexport. Sasa mnaniona nilivyo vizuri hivi. Ni era ya kilimo hii. Mnaona naendesha kagari fulani kazuri hivi. Kilimo. Kwa kilimo tunachozungumzia ni kilimo cha kisasa. Kwamba wewe una tractor, una harvester, unalima na soko lipo. Unajua kabisa. Sisi tunaagiza mafuta edible oil ya kula, tunaagiza kutoka nje. Watu wamekuja kujifunza kilimo cha michikichi hapa. Leo sisi wanatuuzia mafuta ya kula. Lakini hii Iringa inaweza kuzalisha mafuta. Sunflower ni zile alizeti, sio? Dodoma, Singida. Hayo yote yangekuwa ni maeneo ambayo tunazalisha mafuta, kwanza ya kujitosheleza kula, lakini pili na sisi kuexport. Kufaana. Hiyo dunia unavyoisikia inaingia kwenye misukosuko, watu wanapigana. WHO, shirika la chakula duniani linatafuta sehemu ya kununua chakula, kupeleka Gaza, kupeleka si wapi. Hizo zote ni fursa ambazo fedha zingeingia kuja kuajiri nyinyi. Lakini matokeo yake sisi tunatoa fedha hapa. Hivi mnajua kwamba mwaka jana tumeagiza kuku, hivi vipaja vya kuku, si mayai, tumeagiza ya bilioni 27 za Kitanzania. Mwe mnasoma taarifa za serikali. Simewasikia hapo wanasema budget. Sikilizeni kwa makini wanachosema. Hawa ni watu wa hovyo. Sikiliza, nchi iko kwenye crisis. Jana nimesikiliza hiyo budget wao wanasema wametenga kwa mwaka huu wa fedha za usafiri trilioni 1 ya Tanzania. Yaani wewe una budget ya trilioni 62, alafu fedha za kusafiri umetenga trilioni 1. Yaani hizo, sikia Samia ameenda si wapi, alikuwa Russia, wanaenda kula bata huko. Sikia si waziri yaani eti waziri wa madini anatoka Dodoma anaenda eti Geita kukagua madini. Pale Geita kuna mtu anaitwa afisa madini wa wilaya, afisa madini wa mkoa, afisa madini wa kanda. Huyu hawezi kumletea taarifa anazohitaji mpaka aende yeye mwenyewe, kwa sababu the system is broken. Ukitaka kufanya kazi, mwili ni mfano wa system. Mwili ni mfano wa hivi, mdomo unahitaji kushuka kutoka hapo ukale chakula pale. Ubongo na command mkono unaleta chakula machoni.
Sasa wanachofanya, kama system iko broken, itabidi mdomo ndio ushuke wenyewe kwenda pale. Ndicho wanachofanya, kwa sababu there is no system. Kwa sababu kama umeweka watu kule chini ya Yerusalemu, wewe unapaswa hata labda uende kila siku wako kule. Kwa nini? Kwa sababu ni mazingira ya rushwa, kwamba waziri amekuja, lakini kuna mtu wa usalama wa taifa yuko pale, wa mkoa, wa wilaya, wa kanda, kuna mkuu wa wilaya, kuna nini. Sasa hao watu wote, kuna mkurugenzi. Kwa nini wasisimamie kile? Kwa nini waziri? Kwa sababu waziri sio mtendaji. Waziri unapaswa kusimamia policy. Ngazi ya waziri ni ngazi ya policy, sera, sio utendaji. Kwa sababu waziri hawezi kuwa kila. Ndio maana kwa mfano tuna wizara ya maji, na eti yule waziri wa maji ndio sisi wanasema eti ndio bora kuliko wote. Kila siku tutamwona amekimbia, mara amejitisha ndoo. We don't need maigizo ya wewe kujitisha ndoo, tunahitaji maji. Sasa yule waziri atakuwa Tarime wakati huo, wawe Rukwa wakati huo, wawe Mbeya wakati huo, kwa sababu you have watu, una watu. Wewe ni kusimamia policy. Kwa nini wewe afisa maji wa mkoa hatuna maji na kufanya? Afisa maji atamfanya yule wa chini yake, yule atamfanya yule aliyesababisha uzee. Sasa ukienda pale ukapiga kifua mkwara, ukasema sisi nimefukuza hapo, ukiondoka nani anasimamia pale? Urudi tena baada ya miaka 10. Inawezekana kweli? Hivi mnaelewa?